ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبي ورحمة شفيع وأمة ونمتوم محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم ametuambia katika maneno yake, zayyinu majalisakum bisalati alayya fa inna salatakum alayya nurun lakum yawma alqiyama, akimaanisha kwamba mnapojumuika pamoja na kukaa kwenye vikao vyenu, basi hakikisheni mnapamba hivyo vikao vyenu kwa kumswalia yeye Mtume. Na akafafanua kwa kusema, kwani hakika swala yenu pale mtakapomswalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataifanya kuwa ni nuru kwenu siku ya Kiyama. Sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Baada ya kumhimidi Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada ya rehema na amani bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatuna budi mara kwa mara kukumbushana kuyatekeleza haya mambo mawili ya shukurani juu ya Mwenyezi Mungu na swala juu ya Mtume. Bila shaka tupo katika mwezi wa Shawwal ndani ya mwaka huu wa Hijri 1447. Ijumaa hii ya leo ndiyo Ijumaa ya mwisho katika mwezi huu wa Shawwal. Tumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala aijalie kuwa ni Ijumaa ya kheri kwetu, na pia tuafikie kupata mwezi wa Dhulqaada ambao ndio mwezi huu ujao, mwezi ambao ni katika miezi minne mitukufu iliyochaguliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kupoteza wakati, tunaingia kwenye nasaha ambayo nimeiteua kwa ajili ya kuinasihi nafsi yangu hasa pamoja na nafsi za ndugu zangu, nasaha ambayo inafungamana na moja katika matendo ya binadamu. Sisi binadamu, matendo yetu yawe ni matendo au yawe ni maneno ambayo twayafanya yanagawanyika kwenye vigawanyo vikuu vitatu, ingawaje ukiingia ndani hivyo vigawanyo vikuu vitatu vyenyewe vina sampuli tofauti tofauti, lakini kwa ufupi ni hivyo vigawanyo vitatu vilivyokuwa vikuu. Kuna kigawanyo cha matendo ambayo ni ada, tunaweza tukaita mila, tukaita desturi au mazoea ya watu, mambo ambayo kula eneo, kula jamii, kula watu, basi wanaweza wakawa na ada zao tofauti tofauti, desturi zao tofauti tofauti na mila tofauti tofauti. Kuna kigawanyo chengine kinaitwa ni almuhlikat. Kigawanyo hiki kinaweza kikawa ni maneno au ni matendo ambayo moja kwa moja bila kupepesa jicho huku wala huku kinakwenda kwenye upande wa machafu na maovu au maasiya. Hicho kigawanyo kimekusanya dhambi zote na kila sampuli. Kwa hiyo mtu anaweza akatamka mambo au akafanya jambo, lakini likawa linazingatiwa kwamba ni lenye kuangamiza au ni katika kigawanyo cha madhambi na maasiya. Na kuna kigawanyo kinabeba almunjiyat
au almunajjiyat, yote ni sawa. Kigawanyo hiki kimebeba ibada zote, tabia njema zote, kula jambo ambalo ndani liko na radhi za Allah, yawe ni maneno, yawe ni matendo, iwe ni tabia, basi kinaingia kwenye kigawanyo hiki ambacho kinaitwa almunajjiyat, yani ndiyo mambo ambayo yanawaokoa watu na kuwaponya. Sasa leo kwa muda huu mfupi tutautumia kueleza kwenye kigawanyo cha almunajjiyat, tuokote tu baadhi katika mambo yaliyomo kwenye hiki kigawanyo ambacho ni kigawanyo kikubwa mno kwetu sisi waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa maana ili mtu aweze kuokoka na ghadhabu za Mungu na mfano wake, anatakiwa kushikamana na hiki kigawanyo cha almunajjiyat. Kwenye kigawanyo hiki nitachagua vitu viwili ambavyo huwa havitengani. Mara zote vitu hivi havitengani, vinaambatana pamoja. Kitu cha arraja pamoja na al-khawf. Arraja ikiwa na maana matarajio, kutarajia, kwa maana ya kuwa na matumaini, na al-khawf ikiwa na maana ya hofu pamoja na kunyenyekea. Vitu viwili hivi ghalib au sana sana vinasuhubiana na kuambatana pamoja. Huwezi ukakitekeleza kimoja ukakiacha kile chengine halafu ukawa uko kwenye mstari salama, mpaka uvikusanye vyote viwili ndio utahesabiwa kuwa uko salama. Arraja kwenye sheria tunaieleza ikiwa na maana gani haswa. Matarajio haya yanaweza yakawa upande wa dunia na upande wa dini, lakini tunachukua upande wa dini kwa ajili ya kuchunga wakati. Inakuja kwa maana ya mtu kumtarajia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa maana thawabu zake, radhi zake, rahma zake, kutokana na matendo ambayo ni mema yeye mtu anayafanya. Kwa hiyo ibada zote njema au mambo mema ambayo mtu anayafanya, anatakiwa kuwa na raja ya kwamba kupitia mambo haya na matendo hayo kwa Mwenyezi Mungu atapata rehema zake, na ukishaingia kwenye rahma bila shaka radhi za Mungu umezipata na thawabu umezipata. Ama al-khawf tunamaanisha mtu kuwa na hofu na unyenyekevu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kutokana na adhabu zake. Ukichelea kwamba kwa maasi uliyofanya aidha unayajua ama huyajui, basi Mungu asije akakukasirikia na kukuadhibu. Kwa hiyo unakuwa na hofu hiyo ya kuogopa adhabu yake. Na saa zingine inaweza ikawa hofu hii kwa sampuli tofauti, kwamba umefanya jema lakini unakuwa na hofu. Hofu gani? Lisije likawa lile jambo lako jema ambalo umelifanya si la kukubalika mbele ya Mungu. Sasa pia unakuwa na hofu kwamba ibada yangu isije ikakataliwa mbele ya Mungu. Hofu hii pia inakuwa inaingia kwa maana kama hayo. Kwa hiyo haya mambo mawili ya arraja na al-khawf ni mambo makubwa sana ambayo leo nimeyateua kwa ajili ya kuinasihi nafsi yangu haswa na ndugu zangu kwa ujumla. Ni mambo makubwa sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala pia amewasifu waja wake wengi ambao ni wema, wakiwemo manabii pamoja na aulia na wengineo, kwa sifa kama hizi za kuwa na arraja pamoja na kuwa na al-khawf.
hata katika suratu Bani Israil au kwa jina lingine suratu Al-Isra, Allah amewasifu baadhi ya waja wema, akasema ulaika alladhina yad'una rabbahum wayabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu wayarjuna rahmatahu wayakhafuna adhaba inna adhaba rabbika kana mahdhura. Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu wayarjuna rahmatahu wayakhafuna adhaba. Kawasifu waja ambao ni katika waja wake wema, ya kwamba tabia yao, desturi yao ni kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwenye maombi yao wanafanya bidii sana kuzengea wasila au njia yenye kuwaweka karibu wao na Mola wao, na kwa kufanya hivyo kumwomba Mungu kwa kufuata njia zinazowakurubisha naye, basi huwa wanakubaliwa maombi yao. Na watu kama hawa wakati wanafanya mambo yao, ibada zao na maombi yao, wanakuwa ni wenye kutarajia rahma za Mwenyezi Mungu, jambo la kwanza. Pili, wanakuwa ni wenye kuogopa adhabu ya Mwenyezi Mungu. Kasifu waja na hizi sifa mbili au haya mambo mawili: kuwa na matarajio na matumaini ya kupata rahma, radhi na thawabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Vile vile kinyume chake kuwa na hofu kutokana na adhabu ya Mwenyezi Mungu na hasira zake na kula kinachofungamana na hizo, kuashiria kwamba ni mambo ambayo Mungu kayapenda, ndio maana kayanasibisha kama sifa kwa waja ambao wana daraja kubwa mbele yake yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pia alizungumzia manabii mbalimbali akiwemo Nabiyullah Ayub, na akamtaja Nabiyullah Zakaria, akamtaja Nabiyullah Yahya katika suratul Anbiya, kawataja. Baada ya kuwataja manabii hawa, kaambatanisha na baadhi ya matukio yaliyowapata wakati wakifanya da'wa. Lakini pamoja na hayo akasema ni watu ambao wayad'unana raghaban wa rahaban, pamoja na yale yote ambayo wakati wa da'wa akilingania wale waja Mwenyezi Mungu yaliwasibu, wakawa wapo kwenye kumuomba Mungu na kumnyenyekea. Lakini wakati wanafanya hayo wanakuwa na raghaban, kwa maana ya matumaini na matarajio ya kuingia katika rahma za Mungu na radhi zake na kupata thawabu. Warahaban, kwa maana ya hofu na unyenyekevu, isije ikawafika adhabu ya Mungu, hasira zake na sampuli zingine. Ishara ya kwamba haya mambo mawili, arraja na alkhawf, ni sifa kubwa ambazo walikuwa nazo mpaka manabii wa Mungu, na akawasifu nazo ndani ya Qur'ani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kwenye maana ili ya kwamba al-khawf unaweza ukawa ni unamuogopa Mungu asije kukuadhibu ama kukasirikia, na tukasema inaweza ikaingia pia hofu hiyo hiyo kwamba unafanya jambo jema lakini unaogopa lisije kukataliwa mbele ya Allah. Mungu kalitaja pia jambo hili la hofu kwa sampuli hii, kwamba kuna watu pia walladhina, na wale ambao yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Hapa akataja hofu kwa staili hii ambayo unafanya jema lakini unahofia lisije likakataliwa. Walladhina yu'tuna ma ata, kuna watu Allah kawaruzuku, kawajalia khairi mbalimbali hapa ulimwenguni, wakawa na nyoyo za kutoa khairi hizo na kuwapa wengine au kuwasaidia,
Lakini hayo mambo ambayo kwamba hata wanayatoa na kuwapa wengine, wanayatoa hali ya kuwa nyoyo zao zina hofu. Kisha Mtume akaulizwa, ni hofu gani hapa katika hii aya Mungu ameikusudia? Akasema ni ile mtu unahofia kwa Mwenyezi Mungu asije akakuregeshea ibada yako uliyoifanya ama khairi yako uliyoifanya. Kuashiria kwamba haya mambo mawili ambayo tunayazungumzia ni mambo makubwa ambayo kwamba Mungu kayataja ndani ya Qur'ani tukufu, kisha akayanasibisha na waja ambao kwamba wana daraja mbele yake, wakiwemo manabii, waja wema na aulia kwa ujumla. Kwa hiyo tunaongelea raja, yani kumtarajia Mungu rahma zake, radhi zake na thawabu kutoka kwake kutokana na mema ambayo tunayafanya. Na pia tunaongelea al-khawf kwa maana ya kuogopa adhabu na hasira kutoka kwa Mungu, vile vile kuogopa haya matendo mema tunayofanya yasije kuregeshwa kwetu. Tukimaanisha kwamba haya mambo mawili ni moja katika mambo ambayo ni yenye kutuokoa sisi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ya al-munjiyat ama munajiyat. Ni kwa nini hapo awali nimesema mambo mawili haya ya raja na khauf yana tabia ya kusuhubiana au kuambatana pamoja, na kuyatenganisha haitakuwa ni njia salama? Ni kwa sababu ndiyo mambo pekee ambayo yanamfanya mtu kuwa karibu na Allah, na pia vile vile asiwe ni mwenye kupuuza au ni mwenye kufanya mchezo. Ndio moja katika hekima ambazo zimepelekea Allah kuyataja mambo haya na waja wake wema, anayaambatanisha pamoja. Kumtarajia Mwenyezi Mungu kunaashiria kwamba huyu mtu ana raghba na Allah na anataka ukaribu kwa na Allah kwa kufanya mema. Na tabia hii mtu anapoiendeleza au anapodumu nayo, inamuingiza katika daraja ya karibu na Mwenyezi Mungu na kumfanya kuwa katika wale mukarrabun au ni aulia kwa ujumla na waja wema wote. Lakini hilo la yeye kwamba yuko karibu na Mwenyezi Mungu halimfanyi yeye kusahau na kupuuza akajikuta anahadaika na kuingia katika mabaya. Halimfanyi kwa hivyo kwa mimi nishakuwa mwema, nishakuwa mtu wa karibu na Mungu, unafanya kadhaa, basi ndio ajisahau. Ili mtu awe yuko karibu na Mungu na asisahau, ndio anatakiwa kuambatana na al-khawf. Hii al-khawf ndio inamfanya mtu kadri anapokuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hawezi kuwa mtu mwenye kudharau, hawezi kuwa ni mtu mwenye kuhadaika, bali atakuwa bado ana hofu ya kumcha Mungu, kwamba daraja yake isimhadae. Hakikisha anajihifadhi na kujilinda na kujiweka mbali na kula kitu ambacho kitamweka kwenye ghadhabu za Mungu. Ndio maana raja na al-khawf zinatakiwa kusuhubiana pamoja. Na hii pia inaonyesha ni jinsi gani baadhi ya itikadi mbaya kutoka kwa watu ambao kwamba ni Waislamu kulingana na majina, lakini wana itikadi ambazo zinaweka nje na Uislamu. Kivipi? Wana hali ya kuamini kwamba eti mja anaweza akapanda daraja mpaka akafikia hatua ambayo kwamba yeye hata asipofanya mema hana shida, anaruhusiwa kufanya lolote na haulizwi. Wapo watu ambao huamini hivyo, kama ukishapanda daraja ukiwa ni wali sijui ni mwema, basi wewe utafikia hatua ambayo hata hulazimiki kufanya mema. Watu wakiswali unaweza ukawa huswali lakini no problem. Wako wenye huamini hivi. Sasa tunapozungumzia ar-raja na al-khawf kwa pamoja, inakinzana na itikadi hii kwamba hakuna daraja yoyote, hiyo ni daraja ya unabii, ni daraja ya utumi, ni daraja ya uwali. Hakuna daraja yoyote ambayo itamfikisha mtu hatua ambapo eti mambo ya faradhi kwake yanaanguka. Hakuna daraja yoyote ambayo itamfikisha mtu
eti yeye mambo ya haramu yakasamehewa anaweza kufanya tu? Hakuna. Kwa sababu arraja kadiri inamfanya mtu kuwa karibu na Allah, alkhawf inamkumbusha kwamba wewe bado ni mja kwa Mungu, hutakiwi kwenda kinyume. Ndio maana haya mambo mawili tunapozungumzia yanatakiwa kusuhubiana au kuambatana pamoja, kwa sababu yanaposhikamana kwa mja yakiwa pamoja, anakuwa yuko salama na matendo yake pia yanakuwa na matarajio makubwa ya kukubaliwa mbele ya Allah, kwa sababu yuko kwenye sehemu ambayo ni salama. Kwa hiyo arraja ikiwa ni kwa maana ya kufanya mema, lakini katika mema yetu tunatarajia kwamba rahma ya Allah tutaipata kwa haya matendo tunayofanya kadiri ya udhaifu wetu ambao kama tunayatekeleza, kwa sababu tuna madhaifu mengi sisi binadamu. Wa khuliqal insanu dhaifa, udhaifu huu uko katika kila upande. Tuna madhaifu mengi tufanye, lakini labda kuna vigezo kwenye ibada hizo hatuvikamilishi, lakini kwa jitihadi hizo tunakuwa na yale matarajio kwamba Allah pamoja na haya yote huenda akanikubali, nikaingia katika rahma zake, nikapata radhi zake na nikapata thawabu kutoka kwake. Na alkhawf, tuwe na hofu ya kwamba yale ambayo kwamba hayastahiki ama hayafai tusiyakurubie, tujiepushe nayo, tukiogopa adhabu ya Mungu isitufike na hasira zake zitusufai sisi. Vile vile yale mema ambayo tunayafanya tukiogopa yasije kuregeshwa au kukataliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya mambo mawili kuna ahadithi za Mtume zimeyataja haya mambo mawili pamoja na mifano mbalimbali, na pia Mtume akaashiria akiwa anawafundisha maswahaba kwamba haya mambo ndiyo yenye kumuokoa mtu mpaka hata wakati wa sakaratul mauti. Arraja na alkhawf ni mambo pekee ambayo yanaweza kumuokoa mtu hata akiwa kwenye hali ya sakaratul mauti. Inshallah tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe tawfiki. Tutakuja kuzitaja hizo ahadith na kufafanua hiyo mifano ambayo Mtume katufundisha sisi ummati Muhammad, ili tuwe katika dini yetu tuna basira, tuwe tunafanya mambo tukiwa na elimu pamoja na mwanga ambao kwamba ni muongozo kwetu sisi. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atufahamishe dini yake, atupe mahaba ya kuipenda na kuwa tayari kuipigania, akihifadhi kizazi chetu kutokamana na vitimbi vya Ibilisi na Mayahudi na wasaidizi wao kwa ujumla. Atuchanganye pamoja na waja wake wema hapa duniani na kesho akhira. Amin ya rabbal alamin.